Maisha ya nipo sipo ndio maisha aliyoishi huyu aliyekuwa mlinzi wa Raila Odinga, George Oduor. Maisha ambayo ni ya kisiri sana kutokana na kazi yake ambayo anafanya ya kuwa mlinzi wa kiongozi wa kitaifa ambaye ndiye Raila Odinga. Tangu zama hizo alipojiunga na familia yake, alipoacha majukumu ya kumlinda yule aliyekuwa babake Raila Odinga, Jaramogi Oginga Odinga. Sasa hivi George Oduor ameaga na ndio maisha yake yanaanza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii. Wale ambao walikuwa wanamfahamu kwa ukaribu wakimzungumzia kama mtu ambaye alikuwa na makinika kikazi na alifanya kazi yake kwa ustaarabu fulani. Na ni jambo ambalo limewafanya Wakenya kujifikiria zaidi, na hapa kwenye Briefcase pia tunachukua nafasi hii kufikiria zaidi kuhusu maisha ya usiri aliyoishi George Oduor, kutokana na kazi ya kumlinda kiongozi kama yule mwenye hadhi yake, kiongozi ambaye ameweza kutangamana na watu wenye hadhi zao kwenye dunia nzima. Ukiangalia ni kwamba amekuwa karibu sana na Raila Odinga kwenye mikutano ya hadhara, sura yake imekuwa ikionekana pale nyuma yake, lakini siku nyingi hajaweza kuonyesha kwamba pengine anadharau ama anafanya chochote ambacho kinaonekana kwamba anajihusisha na ile familia kama mmoja wao, lakini amekuwa tu mfanyikazi ambaye amekuwa mwaminifu na akifanya kazi yake kwa ustaarabu. Kwa hiyo ni jambo gani wewe kama Mkenya unajifunza kutokana na maisha kama haya ya George Oduor, ambaye unapofanya kazi na watu ambao wana hadhi zao, watu ambao wanajulikana, je, unajiweka kivipi kuweza kuangazia tu kwamba jukumu langu ni hili? Kama pengine mfanyakazi wa ndani, wewe ni mfanyakazi wa kama mlinzi, unajiweka vipi katika maisha ya usiri kama hayo bila story zako kujulikana na kila mtu? Kwa hiyo kwenye Briefcase tunamwangazia maisha yake, na kumekuwa na viongozi chungu nzima kutoka kwa upande wa kile chama cha ODM wakijitokeza kuweza kumuomboleza, na wengine wakituma rambirambi zao kuhusiana na maisha aliyoishi George Oduor, wengine wakimtaja kama ndugu wa karibu, watu waliomfahamu zaidi. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ni mtu ambaye alifanya kazi yake kwa unyenyekevu na kwa ustaarabu, bila kujigamba ama kujionyesha kama anahusiana ama ana ukaribu fulani na mtu kama Raila Odinga. Zaidi ya hayo ni kwamba mara ya mwisho anapoonekana kwenye hadhara, George Oduor alikuwa nyuma ya Raila wakati ule walipokuwa wakisaini mkataba kati yake ama kati ya chama cha ODM na kile chama cha UDA kinachoongozwa naye Rais William Ruto. Mimi naitwa Namisi Mswahili, hadi wakati mwingine, kwaheri. Midea TV, spilling the tea, setting the trends.